hizo ni pamoja na kilimo, utalii, viwanda, ujenzi, michezo na sanaa za ubunifu na madini. Kwa msingi huo, mwelekeo wa serikali katika uwekezaji kwenye sekta hizo unatarajiwa kuongeza fursa za kiuchumi ikiwemo kwa makundi maalum. Ndugu waandishi wa habari, nitoe wito kwa jamii kuvitumia vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii na maendeleo ya jamii ufundi ambavyo ni Rungemba, Ruaha Iringa, Mlale iko Ruvuma, Mabugai kiko Tanga, Uyole kiko Mbeya, Monduli kipo Arusha, Misungwi kipo Mwanza na Buhare kiko mkoa wa Mara, pamoja na taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru ambayo iko Arusha, ili jamii iweze kupata maarifa na ujuzi utakaochangia kujiletea maendeleo kwa kujiajiri, kuajiri na kuajiriwa pia na kuajiri wengine. Nataka niseme kwamba vyuo hivi huwa vina program kwenda kwenye jamii, kwenda kupeleka dhana nzima ya masuala ya maendeleo ya jamii. Hivyo basi jamii ni waombe, mnapoona vyuo hivi vikija kuwafikia kwenye jamii, mvipe ushirikiano. Vina mengi vya kuweza kuwafanya mpate mwelekeo chanya wa kuzifikia fursa za maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, ili kuwa na taifa lenye wananchi wazalendo wanaozingatia maadili ya kijamii, ni muhimu kuwekeza katika malezi na makuzi bora ya watoto. Katika kufikia lengo hilo, serikali inaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoa elimu ya malezi kupitia mwongozo wa wajibu wa wazazi na walezi katika malezi na matunzo ya watoto na familia. Na hadi kufikia Disemba 2025, wataalamu wote ngazi ya mkoa na halmashauri wameshapatiwa mafunzo kuhusu mwongozo huo ili wapeleke ujumbe huo katika jamii, na sisi tutaendelea kujielekeza vilivyo kuhakikisha kwamba familia zetu zinajengwa imara na watoto watokanao na familia hizi wanakuwa bora zaidi walioandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwa tunu ya taifa hili kuelekea mwaka 2050 waweze kutekeleza dira hii vizuri zaidi. Ndugu waandishi wa habari, ninasisitiza umuhimu wa wazazi wote wawili, baba na mama, kushirikiana katika kuwalea watoto ili kufikia ukuaji timilifu kimwili, kiakili na kisaikolojia. Vile vile ni muhimu kwa wazazi au walezi na jamii kuwa karibu na watoto wao, kwa sababu watakuwa wanatengeneza muunganiko, yani bond, na hivyo kuwezesha upendo toshelevu wa mtoto na wazazi au walezi wake. Kukosekana kwa hiyo bondi kunapelekea watoto kutokuwa na upendo kwa wazazi walezi wao, hasa wanapokuwa watu wazima, na kuwatelekeza hao wazazi wao. Ndugu waandishi wa habari, katika kuimarisha wajibu wa wazazi katika malezi ya vijana balehe, serikali inatekeleza programu ya malezi ya vijana balehe inayojulikana kama Furaha Teen, inayotekelezwa kwa majaribio katika mikoa ya Songwe na Mbeya. Kupitia programu hiyo, wazazi wanafundishwa mbinu za kuwalea na kuwaongoza watoto wao ili waweze kukabiliana na changamoto za ujana balehe. Na programu hii inakusudiwa kusambaa katika mikoa yote. Aidha, natoa wito kwa wazazi kuhusu umuhimu wa kuwasikiliza na kuwashirikisha vijana wao katika shughuli mbalimbali za kifamilia na kijamii, sambamba na kuongoza kwenye masuala mbalimbali ya kijamii na kiuchumi, ili kuwaepusha na tabia na mwenendo au mienendo isiyofaa katika jamii. Kama serikali inavyokuwa na mipango na mikakati yake, hivyo hivyo kwenye familia tunatarajia tuwe na mipango na mikakati ya kuwachukua vijana wetu, watoto wetu, kuwaingiza katika ratiba zetu, waweze kupata mwanga wa shughuli za kifamilia na kijamii zinazofanyika, ili baadaye na wao wakija kuwa waanzilishi wa familia zao waweze kufanya vema zaidi pasipo kutetereka. Ndugu waandishi wa habari, katika kujenga jamii yenye usawa na yenye haki, ni muhimu pia kuzingatia usawa wa kijinsia katika nyanja zote za maisha. Kwa kutambua hilo,
serikali imeweka mazingira rafiki na wezeshi kwa makundi maalum, hususan wanawake, kushiriki kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali za uongozi, kuendelea kuweka mifumo ya kukuza vipaji kwa wasichana na wanawake, na kutoa mafunzo endelevu ya uongozi na utawala bora. Na hapa niweke sawa, haimaanishi kwamba tunapokuza vipaji vya wasichana na wanawake kwamba tunawaweka pembeni watoto wa kiume. Ni kwa sababu tu ya takwimu zilionekana zinaelemea sana upande wa wasichana na wanawake kuwa nyuma kimaendeleo. Lakini hata hivyo, katika sera tulioifanya toleo la mwaka 2023 tayari tumeingiza masuala ya ushirikishwaji wanaume ili tusiwaache nyuma watoto wa kiume, nao wawe sehemu ya kutekeleza kwa kina mwelekeo huu wa usawa wa kijinsia. Ndugu waandishi wa habari, serikali imeendelea kutekeleza miradi, programu na kampeni mbalimbali katika jamii zinazohusu huduma za malezi, hifadhi ya jamii, unasihi, afya ya akili, msaada wa kisaikolojia na kijamii, elimu lishe, matunzo ya watoto, marekebisho ya tabia, utengamao, ulinzi wa watoto na wazee, huduma za uangalizi wa wafungwa na mahabusu, usuluhishi wa migogoro ya ndoa na familia, kuunganisha wahudumiwa katika familia na jamii, na kuwaunganisha wahitaji na watoa huduma mtambuka. Utoaji wa huduma ya ulinzi na matunzo kwa wazee na wasiojiweza imeendelea kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa unaohusisha serikali na watoa huduma binafsi. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi mwaka 2025, wizara imetoa huduma za msingi za chakula, malazi, mavazi na matibabu, utoaji bima ya afya bila malipo, ambapo jumla ya wazee 1,256,544 wamepatiwa vitambulisho vya matibabu bila malipo pamoja na bima za afya. Aidha, serikali inaendelea kutoa huduma za matunzo kwa wazee katika makazi ya wazee 13 yanayomilikiwa na serikali, ambayo ni makazi ya wazee Kibirizi ipo Kigoma, Njoro yapo Kilimanjaro, Kola Ndoto yapo Shinyanga, Bukumbi yapo Mwanza, Ipuli yako Tabora, Funga yapo Morogoro, Mwanzage, Misufini haya yapo Tanga, Nunge ni hapa Dar es Salaam, Nyabange yako mkoani Mara, Kilima yako mkoani Kagera, Suka Mahela ni makazi yaliyopo mkoani Singida, na Magugu makazi yako Manyara, na yote haya yana jumla ya wazee 245, wa kiume 147, wa kike 98. Aidha, wizara imeendelea kufanya ufuatiliaji wa huduma kwa wazee 279 walio katika makazi ya wazee 16 yanayomilikiwa na taasisi binafsi, ambapo huko wanaume ni 118 na wanawake ni 161. Ndugu waandishi wa habari, serikali inatekeleza sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2024, ambapo pamoja na mambo mengine imeanzisha mabaraza ya wazee ambayo ni majukwaa muhimu kwa ajili ya wazee kujadili mambo yao pamoja na kutoa maoni na ushauri katika masuala ya kijamii. Hadi kufikia mwaka 2025 tuna mabaraza ya wazee 20,768 sawa na 98% ya malengo ya mabaraza hayo. Idadi yake yameanzishwa kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi za mitaa, kata, halmashauri, mikoa hadi taifa. Hivyo natoa wito kwa jamii kuyatumia mabaraza ya wazee katika kurithisha jamii maarifa, mila na desturi chanya na maadili mema. Na hapa niseme mwelekeo wetu ni kuhakikisha mabaraza haya yanasimama, yanakuwa na sauti, yanaweza kuwakilisha wazee wengine katika maamuzi mbalimbali yanayofanywa na serikali kupitia sera ambayo nao wameshiriki vizuri sana kuitengeneza. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaendelea kusajili na kufanya ufuatiliaji wa makao ya watoto na vituo vya kulelea watoto wadogo mchana ambavyo hutoa huduma za ulinzi na usalama wa mtoto. Hadi kufikia Novemba 2025, jumla ya makao ya watoto 404 na vituo vya kulelea watoto wadogo mchana yani daycare centers 4595 vimesajiliwa. Nichukue fursa hii kuhamasisha jamii kuanzisha kusajili na kutumia vituo vya kulelea watoto wadogo mchana daycare centers kwa ajili ya huduma za uchangamshi na malezi ya watoto. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaendelea kutoa huduma ya malezi ya kambo na kuasili kwa ajili ya watoto waliokosa malezi katika ngazi ya familia kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo vifo vya wazazi, watoto ambao wametelekezwa na wazazi wao
na tunaona wengine wanatupa watoto. Takwimu zinaonyesha huduma za malezi ya kambo na kuasili zimeongezeka kutoka watoto 85 mwaka 2022 hadi kufikia watoto 562, wavulana 279 na wasichana 283 mwaka 2025. Hivyo natoa wito kwa familia zenye uhitaji wa kutoa huduma ya malezi ya kambo na kuasili kuwasilisha maombi yao kwa Kamishna wa Ustawi wa Jamii kupitia halmashauri zao. Na hapa nisisitize, wakati wengine wanatelekeza watoto, wakati wengine wanapanga kutupa watoto, wakati wengine hawataki kujihusisha na masuala ya watoto na Mungu kawapa neema ya kupata watoto, wakumbuke kwamba kuna wengine wanahitaji hao watoto. Isiwe kawaida na isiwe sawa kutelekeza kutupa watoto wakati tunapata maombi ya watu wanaohitaji kulea watoto. Hivyo tutumie halmashauri zetu, ofisi za maafisa ustawi wa jamii wetu kama watoto hao wana changamoto, ili taratibu za kisheria zifuate, waweze kuwa katika mikono salama ya malezi mbadala. Ndugu waandishi wa habari, serikali imeendelea na jitihada za kuimarisha taasisi ya familia na ndoa, ambapo wizara imeandaa mwongozo